Karibu katika utengenezaji wa sabuni ya miche au sabuni ya vipande, sabuni tiba, aidha sabuni za miche pamoja na sabuni za kuogea. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Kumbuka kwamba unaweza ukawa mjasiriamali popote pale ulipo, na kwa wale ambao wanapenda kujifunza zaidi, tumeandalia madarasa yao WhatsApp, lakini pia tumewaandalia vitabu. Kuna kitabu kimoja tumeandaa kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira. Kitabu hiki kwa mtu ambaye anapenda kujifunza, anaweza kupata maarifa mengi zaidi ndani yake. Hivyo kuna option mbili. Option ya kwanza ni kitabu cha Ujasiriamali ni Ajira, na option namba 2 ni option ya kujiunga na madarasa yetu ya WhatsApp. Kwa kama unahitaji utaratibu mzuri zaidi, unaweza contact kupitia hizo namba kwa kutumia WhatsApp. Karibu sana msikilizaji. Kumbuka kwamba unapotaka kutengeneza sabuni za miche au sabuni za vipande, unapaswa kuwa na malighafi zifuatazo. Malighafi kubwa na malighafi ya kwanza ambayo utatakiwa kuwa nayo ni mafuta yenye asili ya kuganda. Tunapozungumza kwa habari ya mafuta yenye asili ya kuganda, moja kwa moja tunaenda kwenye mawese pamoja na mise. Kwa nini hivyo? Kwa sababu sio kila mafuta unaweza kuyatumia katika utengenezaji wa sabuni. Mafuta ambayo yanapaswa yatumike yawe na asili tu ya kuganda. Kwa hiyo mafuta hata ya wanyama yanaganda, lakini pia mafuta kama vile ya korie na mafuta mengine yana asili ya kuganda. Lakini why tutumia mafuta mawese pamoja na mise? Hii inatokana na upatikanaji wake kirahisi, lakini pia inatokana na unafuu wa bei. Kwa hiyo mafuta ambayo utayatumia msikilizaji, kulingana na eneo ulipo, utatumia mafuta ya mise au mafuta ya mawese. Lakini ukipenda kupata matokeo mazuri zaidi, tumia mafuta ya mise peke yake. Hiyo ni malighafi ya kwanza. Na tunafahamu kwamba malighafi ya mise mara nyingi inapatikana katika mikoa ya Kigoma, Morogoro pamoja na Mbeya. Hiyo ndio mikoa ambayo inaongoza zaidi katika uzalishaji wa michikichi, kwa sababu zao la mchikichi ndio zao ambalo linatoa mafuta haya ya mawese, lakini pia mafuta ya mise. Malighafi namba 2, lazima uwe na caustic soda. Caustic soda tunaifahamu ni kemikali ambayo iko mithili ya chumvi, na hii hauruhusiwi kuishika au kutumia bila kuvaa vifaa kinga. Muhimu sana kuvaa vifaa kinga. Kwa hiyo kujisitiri, kuchukua tahadhari, na ikitokea kwa bahati mbaya imekudondokea katika sehemu yoyote ya mwili, basi ni vizuri unaweza ukachukua maji safi ukaosha hilo eneo ambalo limedondokewa na kemikali hiyo ya caustic soda na kuosha, na itapoa muda huo huo. Kumbuka kwamba caustic soda haitumiki kama inavyoonekana katika ule mfumo wa chumvi. Lazima iandaliwe kutoka kwenye caustic soda iwe caustic solution. Na hapa lazima tutumie ratio. Lazima tuwe na ratio za maji, lakini pia tuwe na ratio za caustic soda. Kwa hiyo kwenye kitabu nimeelezea, lakini pia kwa wale ambao katika madarasa yangu wanajifunza hatua kwa hatua. Hivyo basi, baada ya hapo utaiandaa siku moja kabla ya uzalishaji. Kama unatengeneza sabuni siku ya kesho, basi leo hakikisha kwamba umeandaa caustic soda kuwa caustic solution. Na baada ya hapo lazima uwe na viambata vingine kama vile sodium silicate kwa ajili ya kukusaidia kuneutralize ile kemikali, lakini pia kupunguza athari za kemikali, kuleta unyevunyevu katika sabuni, lakini pia kuifanya sabuni iwe na ule ugumu ambao utaisaidia kutokuisha haraka hiyo sabuni yako. Lakini pia lazima uwe na glycerin, vile vile muhimu zaidi uwe na perfume. Na kwa wale ambao wanapenda kupata volume kubwa ya ujazo wa sabuni, ikiwa hupati faida haswa kwa watu kama hao, mara nyingi tunatumia sodium carbonate kwa ajili ya kuongeza ile volume ya sabuni yetu kwa ajili ya kupata ongezeko la miche au vipande. Kwa hiyo kwa kujifunza zaidi, namba za simu nimekuandikia hapo